Askofu Kaliwake Lakalinda Bagonza ametoa uchambuzi wa kina na maoni yake binafsi kuhusiana na hatua ya hivi karibuni ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Bwana Katambi ya kutoa katazo la mikutano ya hadhara ya kisiasa na kuliagiza jeshi la polisi kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini kuizuia utoaji wa vibali kwa ajili ya mikutano hiyo ya vyama vya siasa. Kiongozi huyo wa kidini amefafanua halisia ya waziri huyu akibainisha kuwa mwananchi hawapaswi kumlaumu kwa mtazamo usio sahihi wa kikabila, kwani yeye ni Msukuma wa asilia na wala ana uhusiano na jamii ya Wajaluo ambao mara nyingi hufanya mambo yao kwa namna ya kipekee ikiwemo kusimamisha saha ili kuwahi wajukumu yao ya kuizuia kuchelewa kule wanakokwenda. Askofu Bagonza amebainisha kuwepo kwa mchakato na changamoto kubwa ya kimfumo nchini inayotokana na mgongano mkubwa na wa kudumu kati ya makundi mawili ya kiutendaji, akitofautisha kati ya majasusi ambao wameingia kwenye uwanja wa siasa na wanasiasa ambao wamegeuka kuwa wajasusi katika uendeshaji wa mambo ya umma. Amesema kuwa suala hili ni zito na linahitaji ufafanuzi wa kujitegemea ambao utaelezea siku nyingine katika mfululizo wa mchambuzi zake za kijamii, lakini akaonya kuwa kama jinsi jamii inavyoogopa kuchanganya masuala ya kidini na ya kisiasa ushindani, wanapaswa pia kuwa na hofu kubwa ya kuchanganya masuala ya ujasusi na uendeshaji wa siasa za wazi nchini Tanzania. Katika uchambuzi huo, kiongozi huyo wa kiroho ameibua hoja 9 za kimsingi zinazozua maswali mengi, ambapo katika hoja ya kwanza amemtaja Pascal Chinyele kama mwanasiasa jasusi aliyerusha hoja kwa spika wa bunge, ambaye naye alipokea hoja hiyo na kuipasia kwa waziri Katambi ambaye ni mwanasiasa jasusi, hali iliyomfanya waziri huyo kutoa tamko lililoonekana kama kujifunga goli kwa upande wa serikali kuu. Bagonza amehoji muda ambao baraza la mawaziri lilikaa kikao na kubuni msimamo huo wa ghafla, akishangaa kama kulikuwa na mpango ulioratibiwa nyuma ya pasia kati ya viongozi hao watatu. Katika hoja ya pili amehoji ukweli wa mazingira ambao zuio hilo la mikutano ya kisiasa lilitolewa ndani ya ukumbi wa bunge, akitaka kufahamu kama katazo hilo ni uamuzi rasmi wa mihimili wa bunge au ni maoni ya binafsi. Kiongozi huyo wa kidini ameendelea na hoja ya tatu, akishangaa namna waziri alivyoweza kutamka katazo hilo, huku akijiuliza kama kiongozi huyo wa serikali amewahi kupata chanzo cha kipekee inayomkinga dhidi ya vitendo vinavyoweza kutafsiriwa kama kuvunja na kukiuka katiba ya nchi. Katika hoja ya 4 ameonyesha waziwazi kuhusu kauli ya mawaziri. Amedai kuwa kutoa agizo hilo kwa niaba ya amri jeshi mkuu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, akidhahadharisha kuwa hatua hiyo inaweza kuleta mchonganisho mbaya kati ya mkuu wa nchi na wananchi wake kupitia mihimili mwingine wa dola. Hoja ya 5 inayohoji maagizo yaliyopelekwa kwa mkuu wa jeshi la polisi kuitaka taasisi hiyo kukiuka misingi ya katiba, akiuliza nani anayepaswa kulaumiwa kama mkosoaji mkuu kati anayetoa agizo hilo la kuikiuka sheria na yule anayetii amri inayokiuka sheria mama nchi. Katika kueleza hoja zake, Askofu Bagonza katika hoja ya 6 amehoji sababu zilizomfanya waziri husika kutosubiri utaratibu wa kawaida, ambapo waziri mkuu ndiye anayepaswa kutoa mwongozo na mazuio makubwa ya kiserikali kwa niaba ya mamlaka nzima, wakati alipoadhirisha vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hoja ya 7 inahoji kwa nini serikali haikutumia taasisi
na majukwaa ya madau kama vile Kituo cha Demokrasia Tanzania au ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ili kukaa na kujadiliana na wadau wa siasa na kuwahusisha na kuwashawishi wakubaliane kusimamisha matumizi ya katiba. Katika hoja ya 8 na ya 9 ameeleza kuwa msimamishi ama kusimamishwa katiba ni jambo linalopaswa kutokea tu wakati nchi ipo katika hali ya vita au dharura kubwa, akishangaa sababu za jamii kudai katiba mpya ikiwa hata katiba iliyopo inaweza kuwekwa likizo kwa tamko la waziri, akimalizia kwa kuoji kwa upole kama mikutano hiyo ya hadhara ni haki ya kikatiba ya raia au ni fadhila tu zinazotolewa na serikali kwa wananchi wake. Kiongozi huyo wa kidini ametoa ushauri kwa umma akisema kuwa kwa kuwa mchakato huo umeanza kama mchezo wa kuigiza, jamii inapaswa kuchukulia kwamba agizo hilo limeisha na wameendelea na shughuli zao za kawaida za mwisho wa juma bila hofu. Hata hivyo, ametoa onyo kali kwa vyombo vya doria kutokwenda kubugia wageni usiku kwenye vyumba vya kulala wageni na hoteli, kwani wanaweza kushuhudia mambo yasiyohusu, akishauri doria hizo kuishia mapokezi kwa siri na unyanyasaji mdogo. Amebainisha kuwa kama kuna raia yeyote mwenye nia ya kuandamana, vyombo vya usalama vinapaswa kusubiri kukuche ili kumkamata kwa kufuata taratibu na kumpeleka katika vituo rasmi vya polisi na sio katika vyumba za siri za usalama. Amesisitiza kuwa mazuio hayo yanabaki kwenye nyanja za kisiasa tu na yasiguzie kabisa mikutano ya kidini, sherehe za harusi, taratibu za jando na ushindani wa michezo kati ya timu ya Yanga na Simba, akimalizia kwa kuonya kuwa kuna hatari ya kisiasa ambapo hatua kali zinaweza kuchukuliwa bila ganzi kwa wale wasio waangalifu katika harakati zao. Baada ya kusambaza kwa waraka huo wa uchambuzi huo wa Askofu Bagonza, wa Tanzania na wadau mbalimbali wametoa maoni yao, ambapo baadhi wamekumbushiana historia ya mahakama za Nuremberg zilizofanyika kati ya mwaka wa 1945 hadi mwaka wa 1949 baada ya vita kuu ya pili ya dunia kwa ajili ya kuwahukumu viongozi wa utawala na Wanazi kwa makosa ya uhalifu dhidi ya amani na binadamu. Mdau mwingine ameeleza kuwa chama cha upinzani cha Chadema kiko imara na akitatishwa na uongozi huo.